Ya, lakini pia wakati sasa wa usahili, siku sasa ya usahili, hakikisha umefika kwa wakati. Lakini pia vitu ambavyo wanavizingatia wasahili wengine, unaenda kwenye kampuni, tuseme ni kampuni ambayo ina premise kubwa kabisa. Kwa kuanzia getini unakuta huo usahili umeshaanza. Utakavyomsalimia yule tuseme afande yule pale getini, utakavyo interact na let's say kuna gardeners, utakao interact na wale wanaotunza bustani, hiyo yote inakuwa ni usahili. Utakavyopishana na watu, yani yote unakuta hiyo tayari wana monitor. Huwezi kujua ni kwa namna gani, lakini ni vizuri ukajiposition kwa namna hiyo. Lakini pia vaa vizuri, nguo ambazo ni appropriate kabisa kwa ajili ya usahili. Unajua ni professional attires. Vaa kama ni mwanaume, vaa shati yako safi umenyoosha, tai yako vizuri, sio lazima tai, lakini unakuwa tu uko smart. Viatu closed shoes, usivae sandals wakati wa interviews. Nywele umechana vizuri, uko umeonekana nadhifu na mtanashati. Hiyo ni wakati wa usahili. Wakati wa usahili pia ukiwahi kufika kama dakika 15 kabla ya interview au usahili, unakupunguzia wewe ile pressure na mhemko wakati wa usahili. Unakuwa umetulia, umerelax. Kwa hiyo inakusaidia zaidi. Lakini pia ukishaingia kwenye chumba cha usahili, ukishakaribishwa, utaulizwa, usiende moja kwa moja na kukaa, mpaka uambiwe haya, keti. Yaani umefungua tu mlango wa chumba cha usahili, unakutana na panel ile pale, wewe unaenda moja kwa moja unakaa. Tena sasa sio kukaa tu, body language. Unakaa, unaanza kukaa mara hivi, sijui unacheza, yani upo unaangalia mbali. Ukifika kwenye chumba cha usahili, umeshika labda CV yako au tuseme vyeti vyako vya shule, subiri kwanza, utakaribishwa uketi, utaketi. Kisha keti vizuri kabisa, mikono yako unaweza kuweka kwenye mapaja, lakini pia au unaweza ukaa umeiweka tu somewhere tu ambavyo haita depict picha ya ajabu. Hiyo ni wakati wa usahili. Waangalie wale wasahili machoni, watizame, zungumza nao, hawako mbali, wako hapo. Kwa watizame, wape ile tunasema eye contact. Sio most of the time, sababu unaweza kunyima confidence. Unaweza ukaangaza kidogo, lakini usiache hiyo, usikwepeshe kuwapa eye contact. Hiyo ni nyingine muhimu sana. Lakini pia kingine ni vizuri ukaingia na notebook wakati wa usahili. Take down notes, yani andika vile vitu ambavyo vinasemwa. Unaweza kuwa umejitambulisha ili usisahau wakati unamaliza, unaweza ukaandika majina yao pembeni na vyeo vyao. It depends ni panelist ya watu wangapi. Lakini pia usiharakishe kujibu maswali. Take your time, chukua muda, fikiri, alafu structure jibu lako, then zungumza. Ukiwa umetulia, poised kabisa, yani usianze kuropoka. Kwa sababu umelisikia swali. Chukua muda wako kulielewa. Lakini pia fanya ile mazoezi ya unapumua na unavuta pumzi na kutoa, hata ukiwa hapo ili ikupunguzie ile pressure. Anxiety ipo, na wakati wa usahili unakuta mapigo ya moyo yanaenda sio 72 tena. Unakuta ni mara nyingi zaidi. Kwa hiyo fanya hayo mazoezi kidogo. Lakini kingine cha kutazamia wakati wa interview, usahili, ukiwa sasa katika chumba cha usahili, ukishamaliza ni vema ukawa address pia kwa majina yao. Wanaonyesha kweli alikuwa makini na kutusikiliza.